Luka sura ya 19 mstari wa kwanza hadi wa 3. Naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu mmoja jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama, akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu ninawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Tokana na hiyo hadithi, umeona ya kwamba Zakayo alitafuta, alikuwa anataka kumwona Yesu, ya kwamba yeye ni mtu wa namna gani, lakini kuna mambo yalikuwa yanamzuia asiweze kupata kumwona Yesu. Jambo la kwanza, alikuwa mfupi wa kimo. Alikuwa ni mtu mfupi. Pamoja na utajiri wake, Zakayo alikuwa ni mfupi. Hiyo ndio jambo la kwanza ambayo lilimzuia kumwona Yesu. Jambo la pili, umati. Mara nyingi Yesu alienda na umati, na kila wakati Zakayo akitaka kumwona Yesu angeweza kumwona, ni kwa maana yeye yuko hizi na watu wengi wako hizi. So sasa unakuta ya kwamba angeweza kumwona, lakini hii siku ambayo ilikuwa siku kama ya leo, akafanya maamuzi, akasema lazima mimi siku ya leo nimwone Yesu. So alifanya maamuzi. Sema maamuzi. Bwana asifiwe. Hata katika changamoto lazima ufanye maamuzi, na yale maamuzi utakayoyafanya ndiyo yatakayo kupatia kumwona Yesu. Bwana asifiwe. Biblia inasema alijua ya kwamba Yesu atapitia njia hiyo. Kile alichofanya, aliwachana na umati. Yeye anajua shida zake, yeye anajua ni mfupi. Aking'ang'ana na hawa watu atamuona Yesu. So akafanya maamuzi ya kwamba lazima amuone Yesu kivyo vyote. Elewa, huyu ni mtu alikuwa tajiri, alikuwa na vitu vyake, lakini hata cheo chake ama utajiri wake hakuona ni kitu, kwa maana lengo lake alikuwa ni kufanya nini? Kumuona Yesu. Bwana asifiwe. So Biblia inasema alitangulia mbio. Alitangulia mbio kuenda mahali mkutano ulikuwa unapita. So tayari ako peke yake, hayuko na umati. Alafu pamoja na hiyo akapanda kwa mti. So hata kama watu ni warefu, alikuwa hata yule mrefu sasa
hawezi kumzuia, ni kwa maana anamchungulia Yesu kutoka juu. Bwana asifiwe. Alifanya maamuzi, na kwa sababu alifanya maamuzi na akakusudia, akakimbia mbio, akatangulia mkutano, akafika mbele yao mahali Yesu alikuwa anapita. Na kitu ninataka uelewe ni kwamba Yesu ni roho, na Yesu anajua kila kitu, anajua hata makusudio ya mioyo. Na ndio maandiko anasema hata kabla haujaomba, yale maneno unayotaka kuyasema anayajua. So hata Zakayo akikimbia na kwenda kule mbele, Yesu alikuwa anajua Zakayo yuko kule mbele. So Yesu alipofika chini ya mti, akatazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa maana siku ya leo mimi nitakuwa mgeni wako. Na usisahau ya kwamba alikuwa mtoza ushuru, na watoza ushuru nyakati zile walikuwa ni watu corrupt. So walikuwa hata watakikani na society. So Yesu akaenda kwa nyumba yake. Na alipofika kwa nyumba ya Zakayo, kuna mambo yalifanyika mahali pale, na nataka umakinika kwa sababu kuna jambo tutajifundisha. So jambo la kwanza ni kwamba Zakayo alipokimbia mbele ya watu wote, sasa umati wa watu haungemzuia. Sasa maamuzi yake yalimfanya awe juu ya umati. Bwana asifiwe. Mwambie mtu, maamuzi yako siku ya leo yatakufanya uwe juu. Bwana asifiwe. So alipopanda juu ya ule mti Yesu akamuita. Kuna katika hiyo hali ya kupanda na kukaa pale kwa mti, elewa makutano walikuwa wanaenda wakipitia hiyo njia. So he patiently waited on Jesus. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huenda umegojea muda mrefu. Wacha nikwambie jambo moja, Mungu huwa hana hasara. Kwani nikuulize, huu uwanja ndio mkubwa kuliko ule uko pale juu? Bwana asifiwe. Kwa nini tumekuja hapa? Kwa nini tumekuja kwa hiki kiwanja hapa katikati? Si ajabu Mungu alikuwa analenga tu mtu mmoja, na huenda ya kwamba ni wewe. Bwana asifiwe. So he patiently, alisubiri Bwana, alisubiri akiwa pale juu. Jambo nyingine ni kwamba hakujali watu tena, hakuwajali watu tena. Mara nyingi kinachotusumbua kitambo mtu afanye maamuzi, na hiyo jambo inafanya wengi tusifanye maamuzi, ni kwamba tunafikiria watu watasemaje, watu watanionaje. Mwambie mtu, wachana na watu, wachana na watu, toka kwa watu. Hata unapoangalia wale watu wote ambao Mungu aliwatumia katika maisha, ni watu waliojitoa kwa watu. Jambo nyingine ambao utaona, hii tamanio ya kumwona Yesu, it was personal. The desire to see Jesus was personal. The desire to have a relationship with Jesus was personal. Kuna mahali nimeenda, unakuta watu ukiingia kwa nyumba ukiwasalimia wanasema sisi tumeokoka. Hakuna kitu kama sisi tumeokoka. Hakuna kitu kama sisi tumeokoka. Ni mimi personal. Kuna wokovu wa jumla. Bwana asifiwe.
Jambo jingine utaona, he was determined. Kivyo vyote hakutaka kujua, alikuwa anataka kumwona Yesu. So wacha tuende sasa pale nyumbani. Jambo la kwanza, walipofika pale nyumbani, kulikuwa na furaha. Kulikuwa na furaha. Hauwezi kumkaribisha Yesu nyumbani mwako ukabakia vile. Never. So Zakayo walipoingia kwa nyumba, hata watu walipoona walinungunika. Mwambie mtu, hata ukinungunika mimi nimeshafanya uamuzi juu yako. Kama huyo asikii, wacha naye. Angalia mwingine, mwambie hata ukanungunika, mimi nishafanya uamuzi. Na uamuzi ni wangu, uamuzi ni personal, uamuzi ni wangu. So watu walinungunika, hiyo ni kawaida. Mwambie mtu ni kawaida yao. Kawaida yao. Wafikiri ni kila mtu atakufurahikia. Kama vile wale walikuwa na dance hapa. Wafikiri ni kila mtu alikuwa ana enjoy. Badala ya kushukuru, naona wadada wameokoka. Huyo si angekuwa na dance ya nyumbani tu kwa kwetu, tunasema Bwana asifiwe. Okay. Okay. Mstari wa 8 unasema, Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa maskini. Angalia hiyo first statement. Zakayo amemkaribisha Yesu, alitamani kumwona, na Yesu mwenyewe akaingia nyumbani kwake. Soma kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, tazama nasimama mlangoni ninabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, tutaingia ndani, tutakaa naye, tutakula pamoja naye. So wewe fikiria, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu wanakaa kwa meza na wewe, pamoja na wewe. Maisha yako yanaweza bakia vile? Hayawezi. Zakayo statement ya kwanza akasema, nusu ya mali yangu na wapa maskini. First statement. Ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha ya kwamba attitude yake ilibadilika completely. He had a change of attitude. Mtazamo wake ulibadilika kabisa. Hauwezi kukutana na Yesu, hauwezi kumkaribisha Yesu ndani yako ukabakia vile. Na ndivyo Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 inasema, na hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya, ya kale yamepita. Na ndio kusudi niko na beef na wale watu wako makanisani. Unaona mtu yuko kanisani na bado ni mwizi. Bwana asifiwe. Hebu chungulia huyo mtu sana, anaweza kuwa hajaokoka. Kwa maana mara nyingi, kama wewe uko hapa na ni mchungaji, ukihubiri uliza nani angependa kumpokea Yesu Kristo, utashangaa. Mimi kuna kanisa niliwahi kuenda, wale ambao ni elders waliokoka karibu wote, will be very simple message. Haka nikauliza, kwa sababu nilielezea kinachotutatiza ni kukosa kuelezea jinsi mtu anavyoweza kumpokea Yesu Kristo. Unaposoma Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10, neno la Mungu linasema, kwa maana kwa moyo mtu uamini. Unaamini nini? Ya kwamba Yesu alikuja akazaliwa kama mwanadamu, akaishi bila dhambi, akafa, akateswa, akafa, akazikwa,
akafufuka siku ya tatu, na saa hii yuko juu mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, na kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na waliokufa. Ukiamini hivyo, jambo la kwanza, unahesabiwa haki. Jambo la pili ni kwamba ukimkaribisha kwa moyo wako, kwa kumwambia aingie ndani ya moyo wako, hivyo ndivyo anaokoka. Ukiuliza nani angependa kumpokea Yesu Kristo, utashangaa kuna watu hawajawahi fanya hivyo, na ni viongozi wako ndani ya makanisa. Kuna wakati mwingine tulienda kwa mkutano mkubwa wa viongozi na wachungaji, alafu yule mhubiri alipohubiri akasema nani angependa kumpokea Yesu Kristo. Niliona mabishop wanainua mkono kabisa. Akasema nauliza hivi, nani angependa kumpokea Yesu Kristo? Akainua mikono. Wakaambiwa basi kama ni hivyo, njooni hapa mbele. Wakaja hapo mbele. Hakuna siku amewahi kumwambia Yesu aingie ndani ya moyo wake. Yeye anaenda kanisani, yeye anahubiri habari njema, lakini hakuna siku. Na kama uko hapo na hauna uhakika, kwa sababu mtu kama hauna uhakika ya siku uliyompokea Yesu Kristo, basi hapo labda unaenda hapo, hauendi kule, unaenda tu hapo. Kwa maana ni lazima uwe na uhakika. You have to be sure. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. So Zakayo alibadilika kabisa. Na jambo nyingine ni kwamba hebu tusome hapo mstari wa 8. Alafu kuna mambo machache nitayataja hapo. Mstari wa 8 unasema, Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya kitu, hebu sikia hiyo, kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Zakayo hakutaka kitu kingine awe nacho cha mtu yeyote. Kama uko na deni na Zakayo, amesema na kurudishia mara 4. Bwana asifiwe. Na unajua maandiko yanasemaje? Usidaiwe na mtu chochote isipokuwa upendo. Bwana asifiwe. Sio kama nakwambia ufunge macho kidogo. Hebu funga macho kidogo. Na kitu nataka kuuliza. Nani ako na deni? Inua mkono. Nani ako na deni? Kuna wengine hapa hawana deni. Usifungue macho. Wewe wacha mambo yako chini. Anacheka lakini anainua mkono. Weka mkono chini. Biblia inasema fungua macho yako. Biblia inasema usiwiwe na mtu chochote. Ama ni Biblia yangu? Usidaiwe na mtu chochote isipokuwa upendo. Wapaswa uwe deni yako ni upendo. Bwana asifiwe. Hata kama mtu apendeki. By the way, unajua kuna watu hata hawapendeki kabisa. Yaani labda wamekukosea, wasikia tu hata kama wasikia mpende hivyo hivyo. Mwambie mtu, mwangalie mtu, mwambie na kuomba hivi, usidaiwe chochote na mtu isipokuwa upendo. Zakayo akasema kama mtu ananidai chochote, tena anatangaza hadharani na inajulikana, wafikiri ni wangapi wameenda kwake Zakayo? Watu walikuja, lakini kwa sababu amesema na amemaanisha. Unajua, katika kumpokea Yesu Kristo ni mpaka ufanye maamuzi ya kubadilika. Kama ulikuwa unaenda hivi, si kuenda hivi. Unajua kuna watu akisema ndio ni ndio, hapana ndio hapana. Hapana. Kama umesema hapana, iwe ni hapana. So aliamua kuabout turn completely na akaanza maisha mapya. Bwana asifiwe. Mwambie mtu usidaiwe chochote na mtu isipokuwa upendo.
akasema, ikiwa mtu nimemnyang'anya kitu kwa ila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu. Wokovu ni nini? Wokovu ni msamaha wa dhambi. Umesikia watu wengine wakisema wameokoka lakini hawajakombolewa. Sasa ni kutoelewa. Hati huyu vile ameokoka inaonekana bado hajakombolewa. Hapana. Ukiokoka umekombolewa. Nataka mtu anipatie kitu ni kuonyesha. Ni kitu ni kuonyesha. Hii ndio ilifanyika. Hii ndio ilifanyika. Haya. Sasa ni sawa, wewe tembea. Haya. Hii kazi ni nzuri sana. Mwambie mtu kazi ni nzuri. Hebu fungua Wakolosai. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 9. Kuna maandiko yako hapo ambayo ninataka tuyaangalie, tuone vile Zakayo ilifanyika kwake. Ameambiwa leo hii wokovu umeingia nyumbani kwako. Huenda ikawa wewe si mwizi. Huenda ikawa wewe huja corrupt. Lakini kuna mambo ambayo wewe unayajua. Na sikuulizi utuambie. Bwana asifiwe. Kwa sababu tuliona jana yule mwanamke Msamaria alikuwa ako na kiu. Kiu ilikuwa haishi. Lakini alipokutana na Yesu, kiu iliisha ama haikuisha? Kwa maana alienda akaambia watu wanaume, "Njooni muone mtu ambaye ameniambia siri zote." Ni wanaume akina nani? Wale waliokuwa wanamjua. Kwa maana yeye angechota maji asubuhi. Wamama wengine wakichota ilibidi aende jua likichoma. Kwa maana ndio hatakutana na wao. Kwa sababu yeye alikuwa anaitwa kiruka njia, alikuwa ni mwizi wa wanaume. Lakini alipokutana na Yesu, hiyo kiu ilizima nzi. Sema nzi. Ikawa hata ukipinchi hivi hakuna. Shaisha. Bwana asifiwe. Leo hii Zakayo amekuwa na kiu cha corruption. Amekuwa na kiu. Ile kitu unaona inatusumbua, kama twaweza kuhubiri habari hii njema kwa wabunge wetu, habari njema kwa maseneta wetu, habari njema kwa MCS wetu, hatungelia corruption. Ni kiu. Bwana asifiwe. Wakiokoka, hata mtu ukimnusisha pesa hapa hivi, anakuambia nashukuru, hizo ni zako. Ni kiu inawasumbua. So naongea kuhusu ukombozi. Wacha nisomee hayo maandiko alafu nikuelezee vile ilifanyika kwa Zakayo. Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo sisi nasi tangu tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mujazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mukimpendeza kabisa, mukizaa matunda ya kila kazi njema na kuzidi sana katika maarifa ya Mungu, mukiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mukimshukuru Bwana aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi ya watakatifu katika nuru. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi.
Bwana asifiwe. So Zakayo alipomkaribisha Yesu kwa nyumba yake, alizaliwa mara ya pili. Sasa akawa sasa hayuko chini ya utawala wa shetani. Kijana njoo, huyu mdogo. Harakisha. Keti hapo chini. Njoo hapa. Keti hapo. Nataka keti hapo, achana. Sasa mtu yeyote anapozaliwa anakuwa chini ya utawala wa shetani. Anakuwa chini ya utawala wa shetani. Anakuwa chini ya utawala wa shetani. Shetani anaweza kukutesa, anaweza kukuhangaisha vile anavyotaka kwa sababu uko chini yake. Sasa Zakayo alikuwa chini ya utawala wa shetani. Pamoja na ukubwa wake alikuwa chini ya utawala wa shetani. Bwana asifiwe. Lakini Yesu kwa upendo wake alipokuja aliweza kumuondoa. Hata kitu kingine aliweza. Bwana asifiwe. Unaona hiyo kiu na njaa hakuna jinsi ambavyo ingemwacha. Unaona vile Zakayo anateswa. Kama hataki kuacha corruption, hakuna jinsi angefanya, kwa maana yuko chini ya utawala wa shetani. Lakini alipomkaribisha Yesu alikuja akamtoa kutoka kwa utawala wa shetani, akamuingiza katika utawala wa Yesu. Bwana asifiwe. Sasa amekombolewa kutokana na hiyo corruption that particular day. Bwana asifiwe. Na ndio kusudi unaona tunapoeneza habari njema, hata ukakutana na kahaba, hata ukakutana na mwizi, mwambie tu habari njema. Ukimwambia habari njema itakayompatia kufanya maamuzi kwa uhakika, Yesu aingie ndani yake, the change starts from within. Na utaanza kuona kabisa amebadilika. Si mambo ya ushawishi, because it is spirit to spirit. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndio unaona Zakayo aliweza kusema, kama kuna mtu nimemnyang'anya kitu, kwa sababu amebadilika. Hiyo ni yako, si deni na viatu vyako. Shetani mwenyewe ameenda. Bwana asifiwe. Are you understanding? So the moment alimwambia Yesu, ingia ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na Mwokozi. The moment mtu anapomwambia Yesu aingie ndani, mabadiliko yanaanza kutoka ndani. Sasa unakuwa si yule kahaba tena, si yule mtu corrupt tena, si yule mchawi tena. Already attitude yako inabadilika. Na ndio naona maandiko yanasema hivi, Mungu alituhamisha. Yeye alituhamisha kutoka kwa utawala, akatuokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. So the moment unapokubali Yesu aingie ndani ya moyo wako, sasa umehamishwa. Bwana asifiwe. Sema unahamishwa kutoka kwa utawala wa shetani. Na ndio unaona Zakayo ako na confidence, hata wakimzomea, hata wakisema nini, anasema ikiwa nimemnyang'anya mtu chochote kwa ila, namrudishia mara 4 na nawapatia maskini nusu ya mali yangu. And from that day Zakayo alibadilisha maisha yake completely. Bwana asifiwe. So siku ya leo, kama hujawahi, kama ukumbuki,
siku ambayo umewahi kumwambia Yesu aingie ndani ya moyo wako, awe Bwana na Mwokozi. Hata kama unaenda kanisani, unaweza kuchukua hiyo nafasi. Sababu tuliona Zakayo alifanya maamuzi personally. Alitoka kwa umati akapanda juu ya mti. Kupanda juu ya mti, unajua everybody now sees him. Bwana asifiwe. Na ndio unaona maandiko anasema muenende sasa kama iwapasavyo. Kama iwapasavyo. Kuna tabia ambazo ziko na watu wanasema wameokoka lakini hazimpendezi Mungu. There has to be a change of attitude. Bwana asifiwe. Na baada ya kumpokea Yesu Kristo, kuna haja ya kuketi katika kanisa ambayo inafundishwa neno la Mungu. Hapo utalelewa. Ukisoma Warumi sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2, neno la Mungu linasema, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai ya kumpendeza Mungu, nayo ni ibada yenu yenye maana. Mstari wa 2 unasema, wala msifuatishwe namna ya dunia hii, bali mugeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, makamilifu na ya kumpendeza. Bwana asifiwe. Nataka tuelewe jambo moja. Pamoja na kuwa utampokea Yesu Kristo, kumpokea Yesu Kristo is not final. Yaani sio kumaanisha kwamba umeenda mbinguni express, hapana. Baada ya kumpokea Yesu Kristo, ni lazima uishi maisha yanayoonyesha ya kwamba umebadilika. La sivyo utaokoka na uingie jehanamu na wokovu wako. Atakayevumilia hadi mwisho. Yesu anasema anataka tuzae matunda yanayostahili toba, matunda ya kudumu. Bwana asifiwe. Nataka usimame, sitaki kukuchosha. Nataka usimame. Kuna vitu kadha nataka kuziombea jioni ya leo. Bwana asifiwe. Na usione aibu. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema, ukinionea haya mbele za wanadamu, nitakuonea haya mbele za Mungu na mbele za malaika. Which is now better? Sieri uone haya, usione haya watu. Leo hii yuko hai, kesho amekufa. Bwana asifiwe. Na hakuna kitu anaweza kubadilisha. Nataka niulize maswali kadha. Jambo la kwanza, uko hapa, umekuwa ukitaka kuona Yesu katika maisha yako na unashindwa. Kawa kuna wakati mwingine mama mwingine akawa ananiuliza, anaomba akimuuliza Mungu, kwani nilikosea nani? Kwani nilikosea wapi? Nikamwambia huko kosea mtu yote. Nikamuuliza, huyu Yesu ambao unamuomba una uhusiano na yeye kama nani? Kaniambia mimi si naona tu ni Mungu. Na nikamuuliza, na kuna wakati umewahi kumwambia ingie ndani ya moyo wako awe Bwana Mwokozi? Kaniambia hapana. Si sote dunia yote tumeokoka? Kaambia hapana. Wokovu ni personal. Na wacha nikwambie ukweli. Hiyo siku nikamuelezea kama vile nilikuelezea Warumi 10:9 na 10, akasalimisha maisha yake kwa Kristo. Hakuna kitambaa nilimpatia, hakuna ufagio nilimpatia, wala sikumpatia mafuta, sikumfanyia chochote. Hayo maneno aliyomwambia Yesu ya kwamba ingia ndani ya moyo wangu uwe Bwana na Mwokozi, hiyo siku jina lake likaandikwa katika kitabu cha uzima. Kwa sababu Biblia inasema katika Ufunuo ya kwamba kuna furaha kubwa kwa ajili ya mmoja. Imagine mbingu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na malaika wote wanasimama vile tumesimama, wakishangilia kwa ajili ya mtu mmoja. And that particular moment God knows you by name. Biblia inasema anakuandika kwa giganja pia ya mikono yake. So there is no way you can forget you. He becomes, anakuwa baba yako na wewe unakuwa mwana. Alafu unakuwa na jina la Yesu kama jina la familia. Unamwomba Mungu chochote unachokihitaji na anakupatia. So nataka tuanzie hapo. Uko hapa na unasema sina uhakika wa wokovu wangu.
Ningependa kumkaribisha Yesu ndani ya moyo wangu awe Bwana na Mwokozi. Uwe ni mtoto, uwe ni mtu mzima, usione aibu. Nani angependa Yesu aingie ndani ya moyo wake awe Bwana na Mwokozi? Inua tu mkono wako juu. Ungependa? Na mtoto mmoja. Nani mwingine? Okay. Haya, njoo hapa basi, njoo. Njoo tu hapa. Okay. Hii ni mtu binafsi, si group. Hii ni mtu binafsi. Ni kila mtu peke yake. Wacha nielezee tena. Kila mtu peke yake. Hii ni pesa yako, hii mtu ama unamenurudishia. Uitaki pesa? Na si hii ni yako, ilikuwa si deni, weka kwa mfuko yako. Ni yako. Ilikuwa si ya mazoezi. Ni yako. Ni yako. Haya. Si mimi ndio, wewe ndio umekuja. Haya, simama hapa basi. Hii si grupu, ni mtu binafsi. Ni mtu binafsi. Umekuja kwa sababu amekuja? Umekuja kivyako? Haya. Wacha nielezee ndio muelewe. Haya. Je, nakuuliza, unaamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Unaamini hivyo? Na unajua ya kwamba Yesu ni Mungu pia? Na unaamini ya kwamba alikuja hapa duniani akazaliwa kama mtoto na akaishi, akateswa, akafa msalabani, akafa na akazikwa na akafufuka siku ya tatu? Unaamini hivyo? Unaamini hivyo? Haya. Huyu Yesu, angalieni huko mbele. Angalieni huko mahali niko. Achana, si tumetoka kwa umati, achana na wale. Achana na wale. Haya. Ungependa Yesu binafsi, si wewe na huyu, binafsi. Ungependa Yesu aingie ndani ya moyo wako awe Bwana na Mwokozi? Ungependa? Haya, waweza kunena hayo maneno wewe mwenyewe ukimkaribisha kwa kinywa chako. Haya, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakukaribisha. Ninakaribisha. Nakaribisha. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakukaribisha. Nakaribisha. Ndani ya moyo wangu. Ndani ya moyo wangu. Uwe Bwana. Uwe Bwana na Mwokozi. Mwokozi. Andika jina langu. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Kwa kitabu cha uzima. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Niwe mtoto wako. Niwe mtoto wako. Asante Yesu. Asante Yesu. Kwa kuniokoa. Kwa kuniokoa. Amen. Amen. Unaona, kuanzia sasa vile mmesema hayo maneno, umesema hayo maneno kwa sababu umeamini. Jambo la kwanza, umekuwa mtoto wa Mungu. Umeelewa? Jambo la pili, umekuwa kiumbe kipya. Jambo la tatu, uko na haki ya kumuomba Mungu chochote unachokihitaji na anakupatia. Jambo la nne ni kwamba umesamehewa dhambi zote. Jambo la tano ni kwamba uko na haki ya vitu vyote vya Mungu kuanzia sasa. Jina lako limeandikwa kwa kitabu cha uzima. Kuanzia sasa umeponyeshwa magonjwa yote na uko na haki hata ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haya. Kwa mikono yenu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo nakushukuru Bwana kwa sababu ya hawa wawili. Kila mmoja binafsi amekukaribisha ndani ya moyo wake uwe Bwana na Mwokozi. Wacha historia ya kila mmoja wao ikabadilike kuanzia sasa. Ukawajaze na nguvu za Roho Mtakatifu kwa udhihirisho wa ishara na miujiza na maajabu na kunena kwa ndimi katika jina la Yesu Kristo. Ukawapatie na vipawa vya Roho Mtakatifu kuanzia sasa. Naomba ukawalinde na ukawahifadhi na ukawatetee katika jina la Yesu Kristo. Bwana, moto wako ukawake ndani yao. Na kama vile Bwana unavyosema kwa neno lako ya kwamba kunao malaika usimama mbele yako kwa ajili ya watoto. Bwana, malaika zako wacha wakasimame mbele zako sasa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, kama vile umesema kwa neno lako ya kwamba utamimina Roho Mtakatifu juu ya wote wenye mwili. Bwana, watoto wataona maono
Naomba Bwana kuanzia usiku wa leo hawa watoto waanze kuona maono Bwana ya kuendelea, itakaosababisha huduma zilizo ndani yao kubadilika na kuinuka kuwa kiwango kingine kwa utukufu wa jina lako. Familia zao zikaweze kuona tofauti. Na siku ya leo Bwana, wacha vile ambavyo tumesimama mbingu ilivyosimama hivyo Bwana, historia ikaweze kubadilika kupitia kwa hawa kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. 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 Pigia Bwana makofi. Sasa ukumbuke leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe ngapi? Tarehe 28 ndipo ulipompokea Yesu akawa Bwana na Mwokozi. So tulie kanisani, mfundisho neno la Mungu, na kila wakati unasema mimi nilimpokea Yesu Kristo tarehe 28 mwezi wa ngapi? Wa pili. Ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa ni saa 12:20. Sawa. God bless you. Bwana asifiwe. Uko hapa unasema mimi ni kweli nimeokoka, lakini vile ninaona ni watu wengi tu wananidai tu. Wewe hujasamehe watu. Na Yesu alisema katika Marko 11:23, unaposimama uombe, samehe ili Mungu naye akusamehe. So kuna wengi tunaishi na mafaili za watu waliotukosea, watu waliotuudhi. Nataka Mungu atusaidie, ukumbuke hao watu wote, na umwambie Bwana ninawaachilia na nimewasamehe. Na ukiwasamehe ugeuke kama vile Zakayo alivyogeuka. Useme mimi nawasamehe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna watu walitoka kwa makanisa fulani na wako na madeni, wamebeba hao watumishi. Bwana asifiwe. Nani anaona kuna kitu ya kutubu? Nataka tuombe tu. Usisha kuita hapa ukiwa huko tu. Yaani sote Yesu akapiga tarumbeta ikapigwa. Imagine mpaka watu wamekufa watasikia tarumbeta. Nani anasema anaenda mbinguni express? Sababu yeye hakuna mtu amemkosea ama hakuna mtu hajasamehe. Kama uinui mkono sasa, inua mkono tutubu sote. Sema Bwana Yesu, naomba unisamehe dhambi na makosa. Sitaki kuishi na madeni ya dhambi. Kuanzia sasa ninawasamehe walioniudhi, walionikwasa ninawasamehe. Baba yangu, na mimi ninakuomba unisamehe kwa jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Unaona kama umesamehewa? Biblia inasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki wa kutusamehe dhambi zote. Aya, mwisho. Nani ambao kuna ugonjwa wowote? Wowote. Nani ako na ugonjwa wowote? Njoo hapa. Sababu Yesu alisema tutawekelea mikono. Nikuulize baba, are you having that problem tena? Uko na hiyo shida? Ngoja tuende polepole. Mimi siombei mtu akawa kidogo. Nakuuliza. Yule jana sio kama leo. Sio leo. Hiyo hali hauko nayo. Usingizi umepata vizuri, pigia Bwana makofi. Usingizi umepata vizuri, alafu ulize unakula vizuri. Nakula. So sasa tunasema hiyo chakula unachokikula. Ngoja nikwambie, kuna mtu ako na picha. Hebu chukua picha sasa ndio uelewe kile kitu tunaongea. Ndio mtu tu akuchukue picha. Sababu hiyo itakuwa na ushuhuda. Yes. Kwa sababu si jirani. Sasa kwa jirani kama ndugu yangu. Kama ndugu yako. Sasa hiyo picha utaiangalia baada ya muda.
utakuwa haya. Yes. Hebu sikia, amesema kuna kitu huwa inashika hapa tangu akiwa high school mpaka anashindwa kusimama hapa. Ni hiyo. Oh. Elekeza mikono yako hapa kama uko na imani. Nataka tufanye muujiza sasa. Inua mikono yako. Inaondoka sasa. Usijui kama umewahi kuona kwenda barabarani ukaona polisi. Polisi wanaambia mtu tafadhali. Hapana. Akikusimamisha utasimama. So, Yesu amenipatia mamlaka, na kwa hayo mamlaka ninatangaza hiyo hali ambayo inashika Gotola kuanzia sasa uiondoke. Condition na kuamrisha kuondoka. Ninakuamrisha kwa jina la Yesu Kristo, na ninakuapisha kwa jina la Yesu Kristo, uachilie kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo, na usiwahi kurudi tena. Kuanzia sasa uende ukakae mahali hakuna watu. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. 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 Hiyo hali haiko na haita kwako, kwa maana unahitaji hiyo area kuwa kama spring, kwa sababu unahitaji. Bwana asifiwe. Nani mwingine ako na condition yoyote? Anybody with a complication? Yes, njoo tu hapa. Harakisha tu ndio tuombe tuende. Jambo nyingine yote ambao uko na shida nayo? Yes. Tutaiombea kwa urahisi, na wewe ndio utajiponyesha. Si wewe uliokoka juzi. Haya. Sasa nakupatia uponyaji, wewe ndio utajiponyesha, kwa sababu Roho wa Mungu ako ndani yako. Wewe ni uponyaji. Sasa utawekelea hapo mahali hiyo jino unauma from the outside. Umesikia kama umetoka uponyaji? Umesikia kama imetoka? Omba sasa, pokea huo uponyaji. Omba kwa ndimi tu. Omba kwa ndimi tu. Omba tu kwa ndimi. Omba kwa ndimi tu. Funga kinywa chako, omba kwa ndimi. La zala boshi la boka. Kuanzia sasa hiyo hali inaondoka. Kuanzia sasa hiyo hali inaondoka kwa jina la Yesu Kristo. I speak healing. 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 Tangaza uponyaji, tangaza uponyaji, natangaza 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 uponyaji. Devil, you have no power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I speak healing. I speak healing in Jesus' name. Amen. 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 You are healed.
hali haiko tena. Nani mwingine yako na any other complication? Anything? Na nilifanya kabla miaka 5 hapa site. Najua kazi yangu ni ya garden. Nilipofanya shamba, maua, kuweka clean, lakini nilitolewa kijuzi ya kwamba ningojee mpaka mambo yawe vizuri. Sasa hakuna, alafu nikafanya kwingine pia na kwa mzungu. Hiyo pesa pia ni shida kutoa, nilikuwa sasa naona mambo sio mazuri kwa fedha kupata. Kule nimesimamishwa kabisa, na huku ile pesa napata kidogo kidogo. Kwa hivyo ningependa niombee pia angalau. Hata hii tutaomba maombi rahisi tu. Bwana asifiwe. Tutaomba tu maombi rahisi. Tutaomba maombi ya makubaliano. Tumsaidie kuomba. Haya, tutaomba haya maombi. Sema Bwana Yesu. Siombe kwa nguvu. Sema Bwana Yesu. Mwambao wa pwani. Mwambao wa pwani. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya kuanzia sasa. Ninakuamini kwa neno lako. Wewe umesema kwa neno lako ya kwamba ulimwengu na vyote vijazavyo ni mali yako. Watu wote walio katika ulimwengu ni wako. Walio na pesa zangu kuanzia sasa, hizo pesa naomba uwapatie ili wanipatie, nami ninazipokea. Ninaomba neema ya kulipwa vizuri mahali ninapofanya kazi, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, kwa maana kuanzia sasa sitadhulumiwa tena. Sitadhulumiwa tena. Sitadhulumiwa tena. Pesa zangu hazitapotea. Na kuanzia sasa sitakuwa ninafutwa anyhow, kwa maana ninafanya kazi yangu vizuri. Ninapokea pesa zangu, ninapokea neema ya kulipwa vizuri, kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Ni hivyo. Sijakuitisha sadaka, ni free of charge. Bwana ametuambia tumepewa bure na tumepeana bure. So hiyo neema nimekupatia for free. Wajaribu kuzuilia tena. Mungu unajua watu hawaelewi. Ukisoma kuhusiana na Yakobo, yule mwanaume alikuwa anamzuilia mshahara wake. Malaika alienda akamwambia usimuongeleshe maneno Yakobo mabaya ama mazuri. Akaonywa na malaika. So Laban akimfuata Yakobo alimfuata na discipline. Discipline kabisa. So kuanzia siku ya leo, wewe unaona huyu mtu kulingana na design yake ni mtu asilipwe. Anapaswa akitembea tu hivi, ingia hapo kunywa soda. Si ndio? Kulingana na design yake. Pigia Bwana makofi. Acha tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, inua mikono yako, nataka kutangaza baraka. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naomba Bwana nguvu zako juu ya kila mmoja wetu. Ninaomba afya juu ya kila mmoja wetu, kwa maana Bwana unasema wewe ni Mungu wa wote wenye mwili na hakuna jambo gumu lolote usiloliweza. Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye amesikia sauti yangu. Bwana, nimenena kile ambacho umenituma.
Ninaomba kinyume na makusudi ya shetani, kinyume na familia, katika jina la Yesu Kristo. Kila wazo kinyume na familia na itiisha sasa kwa jina la Yesu Kristo. Kila wazo kinyume na watoto na itiisha sasa kwa jina la Yesu Kristo. Kila makusudi mabaya kinyume na biashara na yaharibu sasa kwa jina la Yesu Kristo. Naomba baraka zako Bwana za rohoni na za mwilini ziwe juu ya kila mmoja wetu kwa utukufu wa jina lako. Bariki watumishi wako ambao wameingia mahali hapa Bwana, ukaweze na hata kuwainua, kwa maana wamenyenyekea kusikia sauti yangu. Bwana, mimi si bora kuliko wao, lakini kwa sababu ya huo unyenyekevu ninaomba Bwana ukaweze kuwainua. Naomba Bwana kwa ajili ya waimbaji ukawabariki, na neema yako ikaweze kuwa juu yao, karama zao Bwana zikaweze kuinuka. Kunao watu wametamani Bwana kujazwa na Roho Mtakatifu, lakini hawajajua. Wengine wako na uoga, wengine hawajafundishwa. Lakini Bwana, kuanzia usiku wa leo ninaomba tunapokutana mahali hapa kesho Bwana, ujazo wa Roho Mtakatifu ukaweze kudhihirika katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru Bwana kwa ajili ya neema ya wokovu, na kushukuru Bwana kwa ajili ya neema ya kulea, na kushukuru Bwana kwa ajili ya Kirkland. Ninatangaza Kirkland haiwezi kubakia vile. Kuanzia sasa inainuka kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Kwa biashara tunapanuka, kwa kazi ya mikono yetu tunapanuka, fishermen watapanuka, na neema yako itadhihirika kwa kila mmoja wetu kwa utukufu wa jina lako. Sema Baba yangu. Baba yangu. Sema kwa sauti, sema Baba yangu. Baba yangu. Ninakataa aibu. Siwezi kuaibika, kwa maana Yesu aliaibika. Kuanzia sasa mimi sitaaibika. Mume wangu hataaibika, mke wangu hataaibika, watoto wangu hawataaibika kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, bariki kazi ya mikono yangu. Kuanzia sasa majini, mashetani na mapepo wachafu hamuna nafasi katika mji wa Kirkland. Maneno yote yanayonenwa, yaliyokusudiwa kunenwa kinyume na Kirkland hayatafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Bwana, ni kwa maana ukombozi umeingia Kirkland na viunga vyake. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen.